Mtazamaji, mimi ni Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 18 ya mwezi wa 3 mwaka 2026. Juzi tarehe 16 tuliripoti taarifa kuhusiana na mwili wa kijana Philemon ambaye alifariki dunia tarehe 1 baada ya kujinyonga huko Kisongo na mhudumu wa mochwari katika chumba cha kuhifadhia maiti kwenye hospitali ya Uturumet, ambapo mwili huo bado haujatambuliwa na ndugu zake. Lakini baada ya taarifa ile kusambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, basi ndugu wamejitokeza na kumtambua kwamba ni ndugu yao. Wanatoka hapa Arusha, sasa wanaelekea huko wilaya Mbulu vijijini kwenda kumpumzisha katika nyumba yake ya milele Philemon. Lakini tumejaribu pia kuzungumza na kaka yake, akitueleza kwamba alizungumza na baadhi ya majirani zake ambao alikuwa anaishi nao. Ni kwamba ilifika mahali Philemon alikata tamaa ya maisha, na siku hiyo kabla ya kwenda kujinyonga, yeye alienda kufanya maombi huko Safina, lakini baada ya muda ndio akaenda kuchukua maamuzi haya. Kwa jina naitwa Tumaini Jackson Samuel au Nikanori Jackson Samuel. Ni ndugu wa Philemon Daniel Dambai. Ndugu yetu tulipata taarifa ambayo ilirushwa na Kusaga TV. Baada ya kupata taarifa ndio tukafuatilia, tukaenda kuhakikisha ni yeye. Na tulivyoona taarifa, ni taarifa ambayo kwa tulivyoenda kuulizia polisi na hospitalini walisema kwamba mtu alipatikana toka tarehe 1. Kwa hiyo mpaka tarehe 16 alikuwa hospitalini, lakini sisi kama familia na ndugu tumepata taarifa tarehe 16. Kwa leo tarehe 18 ndo tunasafirisha mwili Mbulu Manyara, kata ya Labai, ndo mazishi yanapofanyikia. Na tunashukuru kwa Kusaga TV, tunashukuru hospitali ya Uturumet ya Arusha DC, tunashukuru wafanyakazi wa pale, madaktari ambaye amehakikisha, na yule mhudumu wa pale wa mochwari. Pia tushukuru kwa sababu ni aliyejitahidi kutoa taarifa kwa jambo kama hili. Tunashukuru pia hao watu wa mitandao, tujitahidi kwa jambo kama hili. Ndugu yetu alikuwa anaishi Arusha, ni mtu ambaye ametoka nyumbani kwa kujitafutia maisha. Alikuwa ni kijana mdogo ambaye sasa hivi ana miaka 29. Alipotoka nyumbani moja kwa moja alikuja Arusha, ana ndugu zake na binamu zake wanajuana huku. Yeye ni fundi ujenzi, saidia fundi. Kwa hiyo ni maisha yake yalikuwa maisha hivi, lakini kwa upande wa ndugu, kwa mawasiliano tuko vizuri, tunawasiliana. Anakuja nyumbani, anasalimia, anarudi kwenye kazi zake. Huku alikuwa anakaa Arusha, alikuwa anakaa Usa. Kabla ya Usa alikuwa anakaa Posta, baada hapo akaenda akapangisha hapo Usa. Kwa mauti ulimkutia akiwa pale Usa. Kwa mara ya mwisho, kwa taarifa tulivyopata, alikuwa Safina kwa mara ya mwisho. Ndio mara ya mwisho alikuwa Safina. Alivyotoka hapo Safina ndio hamna taarifa nyingine yoyote, ni mauti ulivyomkuta. Kwa mauti mkuta ni mtu ambaye ameenda kujinyonga. Mawasiliano yake ya mwisho kabisa na ndugu ni tarehe 28. Philemon alikutwa Kisongo akiwa amejinyonga juu ya mti. Kwa upande wa usalama hamna mashaka yoyote, hamna ukatili wowote ambao tumeuona. Ni mtu ambaye amejinyonga kabisa yeye kwa mawazo yake, yeye kama yeye. Hamna mashaka yoyote ambayo tunaweza tukasema kwamba amefanyiwa ukatili wowote, hamna. Kwa kuuliza tulivyouliza mazingira ambayo tumetembelea mchana, ni alionekana ni mtu ambaye amekata tamaa. Kwa hiyo kukata tamaa kwake inavyoonekana mpaka akaenda kujinyonga. Tunasafiri kutoka hapa Arusha mpaka Manyara Mbulu, wilaya Mbulu DC, kata ya Labai, kijiji cha Labai. Kwa watu ambao wanapata nyakati ngumu kama hivi, ushauri wangu ni kwamba iwe kijana, iwe nani, ajitahidi. Unapokutana na changamoto ambayo ni ngumu, jitahidi kuwaeleza ndugu, kwa sababu
Kwa mfano huu ambao wa huyu kijana angeeleza kama sisi kama ndugu zake, tungeweza kumsaidia kwa hatua 1, 2, 3 kwa sababu ni changamoto. Lakini yeye si mtu wa kueleza changamoto yake, ni anapambana yeye kama yeye. Kwa hiyo ndio mwisho wa siku ikafikia hatua kama hii. Kwa hiyo ushauri wangu ni kwamba tujitahidi kwa watu, tutoe taarifa kwenye changamoto. Tusipende kupambana wenyewe, alafu mwisho wa siku mtu unaenda kujinyonga. Kweli kwa upande wa binadamu tunaelewa kuna muda moyo unafika mwisho, fikra inafika mwisho. Kwa hiyo unapofika mwisho wa mawazo, jitahidi kushirikisha watu upate msaada. Kwa uzao wao wako 5. Kutoka hiyo tarehe 28. Mawasiliano yake ya mwisho ni tarehe 28. Kwa hiyo sisi kwa upande wa ndugu tunachojua ni kwamba yeye yuko kwenye shughuli zake, anapambana na maisha yake. Kwa hiyo hamna anayejua chochote kilichotokea. Kwa hiyo mpaka hiyo taarifa ambayo ilitokea na Kusaga TV walitoa mtandaoni ndio tukapata taarifa, na bila hii taarifa iliyorushwa na Kusaga TV tusingepata taarifa yeyote ile, na angezikwa na manispaa ya Arusha DC bila sisi wengine kujua chochote, na ndio ingekuwa hivyo mwisho wake. Hamna majeraha sehemu yeyote ile, ni ile tu ile kamba ambayo ametumia kujinyongea kidogo imeonyesha alama kwenye shingo yake. Hamna sehemu nyingine ambayo imeonekana labda imevunjika. Ni hiyo tu alama ya kamba shingoni basi. Postmortem tumefanya, hamna kitu kingine, ndo kama hivyo, hiyo ishara tu ya kamba ya shingoni basi. Mwili wake uko vizuri. Kwa mfano tulipopata taarifa tulipata wasiwasi kwamba sasa huu mwili si utakuwa umeshaharibika. Bahati nzuri watu wa mochwari wamejitahidi sana. Mwili wake uko vizuri. Hamna uharibifu wote ambao umeonekana kwamba labda mwili wake umeharibika, hamna. Majina yangu naitwa Cecilia Daniel, natokea kata Ndurumet, kijiji cha Elkishin. Kwa kweli nimepokea msiba huu kwa masikitiko makubwa sana, ndugu yangu mpendwa Philemon. Kwa kweli nawashukuru Kusaga TV, Mungu awabariki sana. Alikuwa anaishi maeneo ya Usa. Baada ya hapo akahamia maeneo ya Liganga, mtaa wa Jua Kali. Ndipo sasa tulipopata taarifa ya msiba. Baada alipotoka huko tukapata taarifa ya msiba, kumbe amefia Kisongo. Amekufa kwa sababu ya kukata tamaa ya maisha, kuishi duniani, akajinyonga. Mara mwisho mimi niliwasiliana naye tarehe 27. Hapana, hakunishirikisha jambo lolote. Tusingeweza kujua na tusingeweza kufahamu mahali alipo. Kwa kweli tunashukuru sana Kusaga TV. Siku hiyo baada ya kuwasiliana ndio simu yake haikupatikana tena, lakini aliingia Safina, ukumbi wa Safina tarehe 28, akakabidhi simu yake pale mapokezi. Kwa kweli kwanza tukipiga simu haipatikani, lakini baadaye tulipigiwa hiyo simu, akampigia baba yake, ndipo tukapata mawasiliano, ndio tukafuatilia hiyo simu. Tumepata simu ya marehemu. Kwa kweli hatukujua, maana siku alivyoenda kujinyonga, baada si kupata taarifa ni kwamba mtu aliyeokotwa aliyojinyonga Kisongo tarehe 1 kabisa, hakutaka mawasiliano. Naitwa Rogat, rafiki yake na Philemon. Nimetoka Usariva, niko na Philemon karibu. Philemon mwisho kuona naye alikuwa tarehe 26. Ameniita pale geto kwake akaniuliza swali na nikashindwa kujibu. Sikuweza kujua maana yake nini kuniuliza vile. Akaniuliza maana ya uaminifu nini. Na mimi kama rafiki yangu nikasema hazia umeshalewa na mdomo live tarehe 26. Akasema unaniuliza maswali ajabu hivyo, mimi naacha kazi yangu na kufuata wewe, ina maana gani? Sasa mimi nikazarau hiyo kauli yake, nikaondoka. Baadaye mwishoni akanishika mkono. Akaniambia Mungu akupe ufahamu wa maana ya uaminifu. Baada ya hapo mimi nikaondoka kwa hasira, kwa sababu ameniuliza swali ajabu, nikaacha kazi yangu ya maana kula, nikasikiliza hiyo maana ya uaminifu nini. Sasa kama dogo unaniuliza swali kama hivyo, ina maana gani kuniuliza hivyo? Mimi nikatoka hapo, akanishika mkono, goja kaka usiondoke. Akaweka mkono hapa hivi akaniombea kwa dakika 2 hivi. Yaani nilipotoka hapo sijamwambia naondoka, nikaisha moja kwa moja hivyo hivyo. Sasa aliponiuliza hiyo maana yake hata sikuelewa maana yake nini. Baada wiki imefika siku ya tarehe 26, 27, 28 kanibipu. Sikuwa na salio. Mimi nikasema labda itakuwa iko tu maeneo ya nyumbani. Mimi sikuweza kumpigia. Nikasema labda itakuwa pale nyumbani, nikipata muda wote nitaenda kumcheki pale nyumbani kwake, lakini sikumfanikiwa kumkuta nyumbani kwake.
Sasa nikasema kwa kuwa ni mtu ambaye ameshazoea anaenda kufanya kazi mbali na kurudi, labda atarudi. Baada ya hapo imefika jana, mdogo wake wa mwisho watatu wa nyuma yake amenipigia, Neema. Akaniambia sasa mdogo wako yuko nasikia yuko sehemu fulani amejinyonga. Mimi nikasema acha utani. Yeye kaniambia ni kweli, sikutanii. Huyo ni wa kwanza huyo. Dada yake naye nikampigia akasema bwana Filimon nasikia hivi na hivi. Dada yake kaniambia ni kweli. Mtu wa pale maeneo nyumbani anaitwa rafiki yangu mmoja anaitwa Laiti amenipigia. Aisee mdogo wako nimemwona kwenye mtandao kajinyonga, iko sehemu fulani hospitali fulani. Nikasema kweli? Hiyo hospitali iko sehemu gani? Ameniambia iko Kisongo. Baada nikapata mawasiliano na ndugu zake. Nilipata mawasiliano na ndugu zake, tukawasiliana na marafiki zake na ndugu zake, nikawasiliana tukakutana naye, tukachukua vitu vyake. Ndo tulizonazo sasa hivi. Yako kwenye gari. Kwa muda huu tunamsafirisha mwili wa mdogo wangu Filimon, rafiki yangu ambaye ni karibu, yani rafiki yangu sana kipenzi. Hamna mwingine ambaye ninakuwa na rafiki kama yeye. Tangia niko naye muda mrefu sana. Ningewezekana kurudisha siku nyuma, ningefidia hiyo siku ambayo nimepuuza hiyo kauli yake alivyokuwa anataka kuniambia maana uaminifu ni nini. Ningerudisha nyuma, anieleze mdogo wangu nieleze, hebu imekuaje? Hebu niambie maana ya uaminifu, unataka kuniambia nini? Mimi nikapuuza. Nafikiri ndo kitu kama hicho. Nafikiri ni kitu kama hicho ile yeye kuniambia. Aliponiambia hiyo swali la uaminifu, nikamwambia wadogo, na niita swali kama hivyo. Mimi niacha kazi zangu kule, niacha wateja wangu, na maana gani? Hivi kwa ushauri wangu, mtu yote atakayokuambia kitu usimpuuze, msikilize hata kwa dakika moja, labda atakuwa na lake moyoni, anataka kukuambia ukweli wake kwamba hivi na hivi ni hivi. Labda sikio ningemsikiliza, labda ningekuwa nimepata point ambayo anataka kuniambia kwangu. Ningemsaidia, labda tungetatua hiyo shida yake alivyokuwa nimeniitia.